lakini tumekuwa tukiona kwamba mtumia bendera za Uamsho katika wanapokuwa wanafanya fujo hizi. Pengine kama viongozi wa jumuiya ya Uamsho ambao mmekuwa mkilalamikiwa, pengine mnachukua jitihada gani kuhakikisha kwamba au mnakemea tatizo hili ambalo mmekuwa mkihusisha moja kwa moja kwa kutumia bendera zenu? Lakini pia umezungumzia swala la kwamba serikali imeshindwa kumtafuta Faridi. Sasa watu wanatumia njia zao wenyewe kumtafuta. Pengine hizi njia za kuhusisha na matukio ya uvunjifu wa amani ikiwemo kuchoma majumba vinahusiana nini labda na kumtafuta Faridi? Bendera zetu hazina udhibiti kwamba tunaziweka katika, hatujajipanga kama chama cha siasa kwamba bendera yetu ipepee kwenye tawi au ipepee kwenye ofisi ya wilaya au nini. Hata watu wa michezo wanapepea bendera za Arsenal, Manchester United na nini kwenye sherehe zao. Sasa bendera si kigezo cha kusema wenye nayo bendera yetu ni wetu. Wanaweza wakaipata hata mahasimu zetu na wakawatumia vibaya. Lakini kutokana na matukio sasa sisi tutajifunza jambo kwamba tufanye utaratibu wa kuhakikisha alama zetu hazitumiwi na wahalifu wakatuchafulia jina. Lakini sisi ni watu ambao tunakwenda kwa kuheshimu taratibu na haki za binadamu wote. Naam. Na kitendo cha wanaoandamana kuzishambulia ofisi za chama kinachotawala. Je, ni utekelezaji wa yale mnayoyakusudia? Hilo la kwanza. Lakini jambo la pili, nilikuwa nataka uchukue nafasi hii. Unawaambia nini watu wanaoandamana katika kustabilize situation nzima ya hali ya amani katika Zanzibar? The way ilivyochafuka. Wanasiasa waliwatengeneza na kuwaandaa watu hawa na waliwatumia katika masuala ya siasa. Sasa baada ya kuwatumia huwaacha wakawatelekeza, hawana haja nao mpaka watakapowahitaji tena. Sasa hawa ndo watakaokuwa wanaandaa hivi vitu kwa sababu wana uzoefu navyo. Wameshatumiwa kwenye chaguzi, hata wakati huo Uamsho haijavuma. Vitendo kama hivi vinafanyika kwenye vyama vya siasa na nyakati za chaguzi. Lakini sasa hivi ndo lipo jaa la kutupiwa, wote tunatupiwa Uamsho. Sasa sisi tutawalea kwa kiasi cha uwezo wetu. Lakini sisi wala la kutuambia tutoe tamko sasa hivi na watalisikia sasa hivi. Kama tumetupiwa huo mzigo, wakija tutawabeba na tutawafundisha disciplines taratibu, na inshallah huenda tukamudu kuwa nao na wakaelekea katika njia njema. Sisi ni watu wa dini, tunaweza tukakaa nao, tukawapitia kwenye maskani zao, tukawaelimisha, jamaa huu si mwenendo mzuri. Maana hata kama sisi, wakati sisi Uamsho hatujaja, watu kama hawa wanaenda mpaka sokoni Kwerekwe, siku wanapochachiwa na matumizi, wanamwambia mtu mwenye biashara yote, bwana tupe chetu, leo hatujala, na ole wako usimpe. Hapo Uamsho hayupo na walifanya vitendo kama hivi. Sasa hili tatizo lipo na wamelicreate wanasiasa, sio aibu kusema. Sasa hivi linatupiwa kwetu, ndo jali lilopo Uamsho. Katikati. Wanahabari, viongozi wa Uamsho, naomba kujitambulisha mbele yenu. Kwa wale ambao hawajanifahamu, mimi naitwa Yusufu Ilembo, ni kamishna msaidizi wa polisi, ni naibu mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai hapa Zanzibar. Ndugu wanahabari, mnamo tarehe 17 mwezi wa 10 mwaka huu 2012 majira ya saa za mchana, zilipokelewa taarifa kwamba kiongozi wa Jumuiya ya Maimamu Zanzibar, Sheikh Faridi Hadi Ahmed, kwamba alitekwa nyara
na watu wasiojulikana usiku wa tarehe 16 mwezi wa 10 mwaka huu wa 2012 katika maeneo ya Mazizini mjini hapa. Hatimaye taarifa hizo zilifikishwa katika kituo cha polisi Madema, na aliyezifikisha kituoni hapo ni kiongozi wa jumuiya ya Uamsho Sheikh Mselem Ali Mselem. Muda mfupi baada ya kufunguliwa kwa taarifa hiyo, wafuasi wa kikundi hicho, jumuiya hiyo, walikusanyika eneo la Malindi, msikiti wa Mbuyuni, na baadaye walizagaa kwenye mitaa mbalimbali, huku wakichoma mipira mibovu ya magari barabarani, wanavunja maduka ya vileo na kuchoma moto maskani za Chama cha Mapinduzi, ikiwemo maskani maarufu ya Kisonge, kwa kutumia mabomu ya kutoa machozi, na hatimaye hali katika maeneo mbalimbali katikati ya mji ikatulia. Hali hiyo ilibadilika tena kwenye maeneo ya nje ya mji, hasa eneo la Bububu, ambapo majira kati ya saa 4 za usiku na saa 5 za usiku zilipatikana taarifa kwamba wafuasi wa jumuiya hiyo wamepanga barabarani matanki matupu yanayotumiwa kuwekea mafuta kuzuia vyombo vya usafiri visipite katika maeneo hayo. Shughuli zilifanyika kupata vyombo vya kuyaondoa matangi hayo, kwani ni mazito, kwa mtu pekee hawezi kulibeba. Na ndipo askari waliokwenda kushughulikia kadhia hiyo majira ya saa 7:20 za usiku wa kuamkia leo, walipomkuta askari mwenzao namba F 2105 Kopro Saidi Abrahaman akiwa amelala pembezoni mwa barabara, huku akiwa na majeraha ya kukatokatwa na mapanga sehemu za kichwani na mkono wa kushoto. Aidha, Vespa ambayo alikuwa akiitumia ilikuwa inawaka moto katika eneo hilo. Askari hao walimchukua askari mwenzao hadi hospitali ya Mnazi Mmoja, ambapo alifariki baadaye baada ya kufika pale baada ya muda mfupi. Askari huyo alikuwa akitokea kwenye shughuli za doria huko Mbuzini alikuwa amepangwa, na alikuwa akirejea nyumbani kwake Mtoni kwa Kisasi. Hadi sasa Sheikh Farid bado hajapatikana na uchunguzi unaendelea ili kubaini alipo na pamoja na waliomteka nyara. Aidha, uchunguzi dhidi ya watuhumiwa waliosababisha kifo cha askari huyo unaendelea, na hadi sasa zaidi ya watuhumiwa 51 wamekamatwa kwa mahojiano. Jeshi la polisi linatoa tahadhari kwa wale wote wanaoendeleza vitendo vya vurugu katika maeneo mbalimbali waache mara moja vitendo hivyo, kwani operesheni ya kuwasaka inaendelea kwa lengo la kuwakamata na kuwafikisha katika vyombo vya sheria ili kurejesha amani katika hali yake ya kawaida. Pia jeshi la polisi linawaomba wale wote walio na taarifa kuhusiana na suala la kupotea au kutekwa nyara kwa Sheikh Faridi na lile la mauaji ya askari huyo wazifikishe kwa kiongozi wa jeshi la polisi ili zifanyiwe kazi kwa lengo la kufanikisha uchunguzi wa kazi ya zote mbili. Tunaiomba jamii kwa ujumla iendelee kushirikiana na jeshi la polisi ili kuhakikisha amani katika mji wa Zanzibar inatumishwa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kwa nyara Sheikh Hela Vrumai kama mnavyoiona. Kwa hiyo nguvu nyingi kubwa zaidi iko kutuliza na kurejesha hali ya amani katika mji huu, na bado uchunguzi unaendelea kupata taarifa za kiintelijensia jinsi tunavyoweza kumpata huyu shehe wetu aliyokamatwa, aliyetekwa nyara, na operation inaendelea.
vijana wengi tu wameshakamatwa sasa hivi, wapo na nafikiri kesho watafikishwa mahakamani. Lakini hapa katika ulipozungumza kusema kwamba ni vijana wabaya kamatwa katika vurugu ya jana na leo ambao ni uamsho, katika uamsho. Hii nyingine kuanzia siku zilizopita sasa ndio operation inaendelea kuwasaka wale ubaya sijui mbwa mwitu imefanyika na wamekamatwa. Lakini hapa jana na leo pia hawa ubaya na mbwa mwitu pia inasemekana kwamba wameingia katika hizo vurugu. Sasa hiyo kama tumekamata vijana kama na wenyewe wamo humo, ndio hao waliokamatwa ambao nimesema idadi yao mpaka sasa tulionao. Mambo ya assault ni kwamba huyu ni ubaya huyu ni nani, sasa ni ya baadaye. Lakini tumefanya msako wa kukamata wahalifu kama mnavyoona walivyoenea katika mji huu. Mimi naitwa Jacob Joseph, natokea Hits FM Radio na Zanzibar Cable Television. Faridi. Na hata ukisimuliwa na dereva wake uwezo ukamtupia lawama polisi. Na polisi tuna mahusiano vizuri na viongozi hawa wa mwisho. Kama tunashida nao tunawaita. Hakukuwa na haja ya kwenda kumkamata usiku wa usiku kama huu walivyotekwa. Na ndio maana tunafanya uchunguzi. Na njia pekee ya kufanya watu kama hao kuwatuliza, hakuna njia nyingine. Utazungumza lugha gani ya kuelewe, akusikilize. Na ndio njia pekee tunayotumia ambayo haina madhara. Na maana tunawakamata. Lakini hakuna njia nyingine ya kumweza kumtuliza mtu kama yule. Wa hapa na ni mwenyeji wa hapa. Na nimesahau sehemu lakini amezikwa mchana saa 7. Na mimi naitwa Mustafa Musa wa Zenj FM Radio. Umezungumza uwepo wa baadhi ya viongozi wa jumuiya ya maimamu hapa Zanzibar. Lakini ningefurahi pia kusikia na wao wanasemaje kwa sababu jumuiya ya uamsho pamoja na makundi mengine ubaya, lakini labda na wao wanasemaje na wanaipokeaje taarifa yako ili basi na wenyewe sauti yao labda inaweza ikasaidia kupunguza hizo ghasia ambazo bado zinaonekana kuendelea katika baadhi ya maeneo. Lakini la pili, bado kuna hofu kwa wananchi wengi hasa nyakati za usiku. Kwa kweli ni hofu kubwa sana. Unasimamishwa na watu huwajui katika baadhi ya maeneo, hofu kubwa sana. Makazi yanaharibika. Swala la ulinzi, swala la usalama kwa ujumla likoje? Na wahakikishia nini wananchi ambao bado wana hofu, wanarudi nyumbani mtu saa 12, yani bora alale nyumbani kuliko makutana hali kama hiyo. Lengo letu sisi ni kuwafanya wananchi wa Zanzibar walale salama, waamke salama, wafanye shughuli zao za maendeleo kwa amani kabisa. Na ndio maana nimesema kwamba tumewakamata na tutaendelea kuwakamata. Kuhusu wenzetu kuongea, ndio maana wako hapa watazungumza. Kwa sababu hao viongozi sisi tunao mahusiano yetu ni mazuri mno. Sasa mimi nashangaa inatokea namna gani? Sio mkutano huu tu. Wiki iliyopita tulikutana nao. Tukapanga mikakati mizuri ya kurejesha amani katika mji wa Zanzibar. Sasa ili limerapti jana ambalo linatushangaza wote. Karibu. Tupo hapa makao makuu ya Jeshi la Polisi kwa wito wa viongozi wa Jeshi la Polisi. Madhumuni ya kukutana kwetu ni kubadilishana mawazo kwa kuzingatia hali ya nchi ilivyo, kwa kushirikiana kwetu pamoja tuweze kuleta amani ya nchi. Na wote tunapenda kuishi katika nchi yetu kwa amani. Tarehe 16 majira ya kiasi saa 2 usiku alipotea kiongozi wa jumuiya na taasisi za Kiislamu Amir Farid Hadi Ahmad
na mimi kama kiongozi wa jumuiya ya Uamsho na pia ni kiongozi wa huo umoja wa taasisi, nilipata taarifa za kupotea kwake tarehe 17 saa 3:40 asubuhi. Hatua ya kwanza niliyoichukua baada ya kupata taarifa ya kupotea Amiri Farid Hadi, nilikwenda kituo cha polisi Madema moja kwa moja kutoka kazini kwangu, ambako ndiko nilikopata taarifa kwa njia ya simu, na nikaweka ripoti kituo cha polisi Madema kwa nia ya kutaka kuleta hiyo amani ya nchi, kwa sababu tunajua polisi ndio walinzi wa usalama wa raia na mali zao, na sisi kama ni viongozi wa taasisi za kiraia hatuna nguvu ya kuweza kuchukua hatua kubwa za mambo makubwa ya jamii bila ya kushirikiana na vyombo vya dola. Lakini Amiri Farid Hadi ni mtu mwenye kupendwa na wengi, na kitendo cha kupotea mtu, awe ni mwenye kupendwa au mwenye kuchukia, kupotea kwa mtu ni jukumu la polisi. Kwa hiyo tulikuwa na ushirikiano mzuri tarehe 17 kutwa ile baina yetu na jeshi la polisi. Wakati sisi tunashughulikia suala la kupotea kwa Amiri Faridi, hayo mengine yanayojiri mitaani, ingawaje yanahusishwa na Uamsho kama anavyozungumza Assistant Commissioner, sisi yanakuwa yako nje ya udhibiti wetu, yani out of our control. Na hatuwezi tukakubali kila linalofanywa kuwa ni la Uamsho, kwa sababu tunajua current situation inaonyesha kwamba linalodaiwa na Uamsho, ambayo ni haki yetu ya uraia na heshima ya nchi, inaudhi baadhi ya viongozi. Sasa kuna watu wazoefu katika masala ya propaganda, wanaweza wakazusha kila jambo wakalitupia Uamsho, lakini ukubwa jaa, mengine ya kukatalika tunakataa na mengine ndio yanakuja bila ya kuyaandaa. Wakati tunashughulikia suala la kumtafuta Amiri Faridi kwa kushirikiana na jeshi la polisi, jana tumesikia tamko la serikali kupitia waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais Mheshimiwa Mohamed Aboud. Amesema kwamba yeye kwa niaba ya serikali na baada ya kukaa vikao na vyombo vyote vya ulinzi na usalama, wanakataa kuhusika na kupotea kwa Amiri Faridi na hawana uwezo wa kujua wapi aliko. Sasa ikiwa serikali imesema haina uwezo wa kujua wapi aliko, na ni kweli kapotea, wanamtafuta watu wake, hilo swala likatupwa kwa Uamsho pia, kwamba Uamsho wao wazingatie amani ya nchi. Sasa sisi kama Uamsho tumekuja hapa kutaka ushirikiano na jeshi la polisi. Yale ambayo yako ndani ya uwezo wetu tunajitahidi kuyafanya. Hapo polisi jana nilipewa agizo na Mheshimiwa RPC ambaye ni kaimu, nafikiri nitoe tamko redioni, na nilitoa tamko Radio Nur. Watu hao wanaoambiwa wa Uamsho walinisikiliza na wakarudi majumbani. Jioni ikawa hali ya amani kidogo. Lakini baada ya tamko la serikali kusema haijui wapi Amiri yuko na inashindwa kumtafuta, basi watu wanafanya jitihada za kumtafuta wenyewe. Lakini kwa yote tunaomba amani ya nchi, kwa sababu vurugu zikianza hapa, eneo letu kijiografia ni dogo sana na wakazi wake ni wachache. Mambo kama haya ya mauaji, kama mlivyosikia, aliyeuawa ni askari Mzanzibari, tutakuja kuuana halafu tuwe tunakutana mazikoni na kupeana sanda. Vurugu ya nchi si jambo jema, lakini pia na dharau ya kusema wahusika hawajui wapi yuko na ibakie hivi hivi tu kimya kimya, itachangia kuleta maafa. Kwa hiyo si jambo gumu sana kutamka tu, tunaye sisi, tumemdhibiti kwa wale walionaye. Kama kaondoka katika mazingira ya kuchukuliwa na vyombo vyenye kufahamika, basi ni kiasi watu kupewa taarifa, tunaye huyu mtu kwa ajili ya mahojiano naye. Lakini hawatosikia watu lugha ya kwamba hatumjui alipo na wala hatuna uwezo wa kumtafuta. Sasa kama serikali na vyombo vya dola havimjui alipo na havina uwezo wa kumtafuta, watafanya wale watu wapenzi wake jitihada zilizo ndani ya uwezo wao, ambao utakuwa hauna viwango vya utaalamu, kumtafuta wenyewe. Lakini namalizia maneno yangu kwa kusema haya yanayozushwa mengi
kuchoma mabaa, vurugu za mitaani, uamsho kama uamsho tunakataa. Sisi hatuhusiki na mambo hayo, lakini tuko tayari kushirikiana na jeshi la polisi kwa taratibu zote halali za nchi. Wao watumie taaluma yao na nafasi yao, na sisi tutatumia taaluma yetu na nafasi yetu. Tukishirikiana, suala litapatiwa ufumbuzi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uwezo wa kumtafuta mtu yeyote yule aliyepotea sio sahihi, na ndio maana tupo kwa kazi hizi tunalinda maisha ya watu na mali zao. Sheikh Faridi aliyepotea ni mtu vile vile. Kwa hiyo sisi ni jukumu letu kumtafuta alipo mpaka apatikane. Ndio kazi yetu sisi. Madhara na huwa zinaathiri jamii kiuchumi, kisiasa, kwa sababu huwa zinaleta mgawanyiko, na mgawanyiko ukiachiwa ukiendelea unafikia katika hii critical point ya watu kufanya mauaji, na mauaji yakiachiwa kuendelea patakuwa na utaratibu wa watu kulipizana visasi. Tutaipeleka nchi katika kiwango Na tukio la kifo cha huyu askari tumekilipokea kwa huzuni sana, kwa sababu binafsi mimi taarifa ya kifo nimeipata kuja hapa makao makuu ya polisi. Sikuwa ninajua, kwa sababu jana kutwa nilishinda na polisi tukifuatia hapa na pale kujua taarifa za Amiri Faridi, na leo tangu kumekucha asubuhi tulifanya kikao kidogo, na baadaye ndo tumekuja hapa. Kwa hiyo hapa ndo nilisikia taarifa ya kifo. Kwa hiyo hili limetushtua sana, kwa sababu linapelekea kule kwenye mwanzo mbaya. Jina ulilolisikia limetajwa ni la Kiislamu, na sisi hapa tunaishi kama ni ndugu, tumegusana kwa njia moja au nyingine. Si hasha ukaenda mitaani ukaambiwa kuna sanda yako hapa kiasi fulani fulani kafa. Kwa hiyo hili ni baya na hatulipendi. Lakini swali lako jingine ni kwamba mara nyingi huwa tunapenda kuwa na ushirikiano baina ya sisi taasisi za kiraia na jeshi la polisi. Isipokuwa kuna watu ambao wana uzoefu mbaya wa propaganda, na kuna watu wenye matumizi mabaya ya madaraka na dhamana zao. Hawa mara nyingi wanakuwa ni wabunifu wa kutengeneza vitu vya kugombanisha mtu na mtu, taasisi na taasisi, kama unavyoona katika mazoea ya masala ya chaguzi za vyama, au sasa hivi current situation ni kwamba wananchi wanadai nchi yao. Sasa si jambo jepesi kwa wenye nchi kudaiwa nchi na wakawa wanairelease tu kwa tamko, basi chukueni. Sasa haya yote sisi tunashaka ni mambo ya kupangwa, na tunaamini kwa kiasi kikubwa waliofanya mambo haya ni watu wenye uwezo mkubwa wa kufanyia kazi propaganda. Ambia tuenzi kitu chetu, nchi yetu ni yetu, na sisi ndo wakazi wa nchi. Na kwa wale walio Waislamu katika nchi yetu, Uislamu haupendi mambo ya dhulma. Kwa mfano hata wasia wa mtume wetu katika hutuba yake ya mwisho alisema ni haramu Muislamu kwa Muislamu mwenzake kumwaga damu yake, kudhulumu mali yake, au kuvunja heshima yake. Sasa kwa wale ambao ni viongozi haswa wa dini wangeyasimamia haya, wangelikuwa wao wanaonekana wako mbele kukataza vitu kama hivi visitokee. Lakini pia kukataza vitu kama hivi visitokee, usitegemee kwamba unawakataza waumini wa kawaida tu chini wasio na elimu, wakati wanaoyafanya haya au wanaotumiwa kufanya haya ni watu wa juu wenye elimu, pengine zote za kisakula na za kidini. Wanakuwa involved katika mambo ya kisiasa, alafu waka create vitu kama hivi vinavyoleta maafa. Kwa hiyo jamii inaiasa kwamba vurugu si njema, na unaweza ukafanya jambo kwa kuona unamtumikia mkubwa, lakini hata mbele ya Mungu wewe na huyo mkubwa wako mkawa mko kwenye makosa. Sio kwamba kila mkubwa anaheshimiwa na kutiiwa, wala sio kila agizo litekelezwe tu. Kama kutekeleza agizo la mkubwa ni haki, basi maagizo ya kina Firauni yaliyopingwa na mitume kama kina Musa yalikuwa
yamewapelekea kina Musa kufanya makosa. Lakini Musa ni mtume wa Mungu, kaja kumkosoa Firauni ambaye alikuwa na dola kubwa, ni super power wakati wake. Kwa hiyo hata wakubwa, wana siasa, nao hukosolewa kwamba wanayoyafanya sivyo, husababisha maafa. Kwa hiyo jamii na iasa iwe makini kuhusu swala hili, kusikiliza watu wenye kutumia madaraka vibaya au wenye interest zao binafsi wakawa wanatupelekesha tunagongana wenyewe kwa wenyewe. Lakini tumekuwa tukiona kwamba mtumia bendera za uamsho katika wanapokuwa wanafanya fujo hizi. Pengine kama viongozi wa jumuiya ya uamsho ambao wamekuwa mkilalamikiwa, pengine mnachukua jitihada gani kuhakikisha kwamba au mnakemea tatizo hili ambalo mmekuwa mkihusisha moja kwa moja kwa kutumia bendera zenu? Lakini pia umezungumzia swala la kwamba serikali imeshindwa kumtafuta Farid. Sasa watu wanatumia njia zao wenyewe kumtafuta. Pengine hizi njia za kuhusisha na matukio ya uvunjifu wa amani ikiwemo kuchoma majumba vinahusiana nini labda na kumtafuta Farid? Bendera zetu hazina udhibiti kwamba tunaziweka katika, hatujajipanga kama chama cha siasa kwamba bendera yetu ipepee kwenye tawi au ipepee kwenye ofisi ya wilaya au nini. Hata watu wa michezo wanapepea bendera za Arsenal, Manchester United na nini kwenye sherehe zao. Sasa bendera si kigezo cha kusema wenye nayo bendera yetu ni wetu. Wanaweza wakaipata hata mahasimu zetu na wakawatumia vibaya. Lakini kutokana na matukio sasa, sisi tutajifunza jambo kwamba tufanye utaratibu wa kuhakikisha alama zetu hazitumiwi na wahalifu wakatuchafulia jina. Lakini sisi ni watu ambao tunakwenda kwa kuheshimu taratibu na haki za binadamu wote. Naam. Na kitendo cha wanaoandamana kuzishambulia ofisi za chama kinachotawala, je, ni utekelezaji wa yale mnayoyakusudia? Hilo la kwanza. Lakini jambo la pili, nilikuwa nataka uchukue nafasi hii, unawaambia nini watu wanaoandamana katika kustabilize situation nzima ya hali ya amani katika Zanzibar the way ilivyochafuka? Wanasiasa waliwatengeneza na kuwaandaa watu hawa na waliwatumia katika masuala ya siasa. Sasa baada ya kuwatumia huwaacha wakawatelekeza, hawana haja nao mpaka watakapowahitaji tena. Sasa hawa ndo watakaokuwa wanaandaa hivi vitu kwa sababu wana uzoefu navyo. Wameshatumiwa kwenye chaguzi, hata wakati huo uamsho haijavuma. Vitendo kama hivi vinafanyika kwenye vyama vya siasa na nyakati za chaguzi. Lakini sasa hivi ndo lipo jaa la kutupiwa, wote tunatupiwa uamsho. Sasa sisi tutawalea kwa kiasi cha uwezo wetu. Lakini si swala la kutuambia tutoe tamko sasa hivi na watalisikia sasa hivi. Kama tumetupiwa huo mzigo, wakija tutawabeba na tutawafundisha disciplines taratibu, na inshallah huenda tukamudu kuwa nao na wakaelekea katika njia njema. Sisi ni watu wa dini, tunaweza tukakaa nao, tukawapitia kwenye maskani zao, tukawaelimisha, jamaa huu si mwenendo mzuri. Maana hata kama sisi, wakati sisi uamsho hatujaja, watu kama hawa wanaenda mpaka sokoni Kwerekwe, siku wanapochachiwa na matumizi, wanamwambia mtu mwenye biashara yote, bwana tupe chetu, leo hatujala, na ole wako usimpe. Hapo uamsho hayupo, na walifanya vitendo kama hivi. Sasa hili tatizo lipo na wamelicreate wanasiasa, sio aibu kusema. Sasa hivi linatupiwa kwetu, ndo jali lilopo uamsho. Mimi labda jamani, usiondoke bure bila kutuangalia neno moja. Naomba waandishi wa habari, na tabia mbaya, tena mbaya sana, ya kupapisha maneno. Mkapanga mnavyotaka nyie kwamba hili mkalifanya jepesi. Kama pale mlikuwa mkifanya mepesi wakati tunapigwa, tunaonewa na polisi, mkafanya mepesi. Hata mlipoelekezwa nyie kwa kuuliwa mtu wenu, maandamano mazuri kufukuza, basi hili nalo mliangalie kwa kina. Sababu mkielekeza mwenzio kimoja wa vitatu vinakupa mawe. Sawa?
Mwambie Eddie, Vespa Chudi. Eddie, Vespa Chudi. Alaikum salam. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Rudi hajarudi. Kamrejesha hajamrejesha. Allah kanifikia. Washa kweli. Maliza alafu tuanze kupungua mmoja mmoja. Sawa. Mlango tushafunga. Wale tulikuwa tushasalimiana naye, tunaomba tupungue ndani kidogo, angalau ile hewa kidogo itambulikane. Sasa pata upepo. Niko tayari, tushamaliza kidogo tupungue. Shukuru, alhamdulillah. Mwenyezi Mungu kajalia kwa dua zenu za kheri tumerudi salama, alhamdulillah. Japokuwa jeshi la polisi linakanusha kama nilivyosikia,
inshallah tutakuja kuzungumza kwa urefu. Ndio nikamata ndo wao, hakuna wengine isipokuwa kwa Marine Design. Hawakutumia polisi hata moja, wametumia nyumba maalum wanayojua wao wenyewe. Kwa hiyo inshallah tutakuja kuzungumza kwa utulivu. Tunachoomba kwa sasa inshallah tukithirishe dua, Allah mniachie wala niweze kupumzika. Kwa nisipate usingizi wa kupumzika kabisa. Lakini unaona hali yako si jambo. hamna athari yoyote Kwa nimekonda kwa siku mbili tu, lakini sijapata mateso maeneo. Tunashukuru zaidi ya mateso ya kisaikolojia, maana kuulizwa maswala mpaka kitabika kuzunguka. Simba anakuja habari ya mimi haya mimi tunaye Jamani, nadhani tungewapa fursa الفاتحة. الحمد لله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نستحفظك ونستعدوك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم أجمعين في كنفك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم جملنا وجمله بالعافية والسلامة، وحققه بالتقوى والاستقامة، وأعذه من مجيبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا في الدين ولمن أحبنا فيك ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا كمالا متابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من بلائك، اللهم عافنا من بلائك، اللهم عافنا من بلائك، والطف بنا في قضائك، وهب لنا ما وهبته لأوليائك، وهب لنا ما وهبته لأوليائك، وأوزعنا شكر نعمائك، واجعل خير أيامنا، واجعل خير أيامنا، واجعل خير أيامنا، وأسعدها يوم لقائك حتى نلقاك وأنت راض عنا. فقد قبلت اليسير من أعمالنا يا من يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. اغفر اللهم لنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعل كلمتك إلى يوم الدين، واختم لنا بفضل منك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين. Una lolote wewe, usijidai wewe. Hadi basi tena kwa jamani. Oha. Kesho sambia kutoka tena kwa chini. Alhamdulillah. Nikiripoti kutoka katika nyumba ya ustazi, mimi ni tayari jambo zuri. Ustazi kama mnavyomuona yuko hali nzuri.
sisi sasa hivi, lakini alhamdulillah tunashukuru kwamba karudi salama na ndio lengo linalokusudiwa sasa hivi. Tutatulia. Asante sana. Habari beri kwa mpaka na nchi yetu inshallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tayari piga vipi? Dinya kwanza, dinya tayari. Kufanya nini? Sababu za ndio nikamwambia hapa tumaliza Mungu kwa sababu kuna bwana Mungu kisha konda bwana. Nafikiri na kazi. Nafikiri na kazi badili bwana. Allah
ambayo sisi